Bana ni time ya face off. Namaanisha kwamba ni time ya wasomi, serikali pamoja na wanaojua sheria kuburuzana mahakamani. Alafu mwisho wa siku tujue nani ambaye anasimama kwenye sheria na nani ambaye anaelewa sheria vilivyo. Hii inakuja tu mara tu baada ya Boniface Mwabukusi ambaye pia ni wakili, lakini tukiacha mbali wakili ni rais wa TLS, nazungumzia Tanganyika Law Society, ambaye ameamua kuweka ujumbe mrefu sana kwa ajili ya serikali na ana masharti kadhaa ambayo ameyaweka. Sasa nilikuwa napita kwenye social zake bana, nikakutana na ujumbe mrefu ambao Mwabukusi alikuwa ameuandika na kusema kwamba hakuna uhalifu ambao utafanikiwa ama utafunikwa, everything will be exposed, na TLS itachukua hatua za kisheria ndani na nje ya nchi. Tumeanza. Akasema tumefungua shauri mahakama kuu dhidi ya IGP, mwanasheria mkuu wa serikali na tume ya haki za kibinadamu na utawala bora Tanzania. Tunataka moja, IGP atuambie na kuieleza mahakama pamoja na umma alikopata mamlaka ya kutoa amri ya kufungia watu ndani nchi nzima. Pili, kwa kuwa amri yake ile ya muda mfupi, atuambie alichukua hatua gani kulinda usalama wa watu waliokuwa mbali na makazi yao, watoto na wananchi wanaolala mitaani ambao hawana makazi, alifanya nini kuhakikisha usalama wao kabla ya kutoa tamko. Tatu, na aieleze mahakama na umma hiyo kazi maalum ni ipi na inahusianaje na vifo na mashambulio dhidi ya raia katika makazi yao katika siku hizo za zuio. Lakini akamaliza kusema kwamba kuhusu tume ya haki na za kibinadamu itueleze kwa nini inashindwa kutekeleza majukumu yake ya kisheria ya kuwalinda na kuwatetea wanaokandamizwa na kulindwa na kushindwa kuchukua hatua zozote kulinda haki za kikatiba kwa wananchi zinapokiukwa, na atueleze walichukua hatua gani wakati wa tangazo haramu la IGP. Kuhusu mwanasheria mkuu wa serikali ameunganishwa na kama sharti la lazima kisheria unapotaka kuishtaki serikali. Tunatambua ama tunachambua na tutafungua kesi ndani na nje ya nchi. Tunataka uwajibikaji. Pale chini bana kaeka saini kwake, hapa ni Mwabukusi. Sasa ametoa masharti matatu bana, na moja ameelekeza kwa IGP moja kwa moja. Nataka kusema IGP inabidi aeleze mahakama moja kwa moja na aeleze pia umma uweze kuelewa alitoa wapi mamlaka na amri ya kutaka amri yake ya kutoa kwa kusema kwamba watu wafungiwe ndani nchi nzima. Sasa yeye kama IGP ndio alitoa amri hiyo, lakini nani kampa mamlaka ya kufanya hivyo? Inabidi pia turudi kisheria. Sasa nadhani kwa Mwabukusi atakuwa amejipanga sana na vifungo vya sheria ili kuweza kukabili swali lake hili, lakini pia amesema kwamba ile amri ya muda mfupi alitaka kwamba ielekezwe kabisa kwamba ni hatua gani ambayo ilichukua kwa ajili ya usalama wa watu ambao walikuwa mbali na makazi yao, sababu amri ilikuwa ya muda mfupi sana. Sasa watu wengi hawakuwa na muda kujipanga, wajue kabisa kwamba watakimbiza muda namna gani ili waweze kuhakikisha kwamba unaenda kwenda sawa na muda ambao ulikuwa umewekwa. Maana sio kitu ambacho kilikuwa kimepewa siku 2 au 3 mbele, ili mtu ambaye alikuwa yuko mbali na makazi yake aanze kuharakisha ili hakikishe kwamba anafika kwake, anafika na kujifungia ndani kwa muda ambao walikuwa wameutoa. Sasa hii nadhani anazungumzia masuala mazima ya kafi ama amri ya kutotoka nje ambayo iliwekwa na serikali mara tu baada ya maandamano kulipuka tarehe 29 Oktoba. Sasa Mwabukusi bana ameamua kusema kwamba yeye kwa upande wake hakuna uhalifu ambao atakaa kimya akaona unafunikwa. Anasema kwamba everything will be exposed, kwa maana kwamba kila kitu kitawekwa wazi. Amesema kwamba yeye na Tanganyika Law Society ambayo ni shirika ambalo ni la mawakili ambao wanashughulikia kesi tofauti nchini, anasema kwamba atachukua hatua zote za kisheria ndani na nje ya nchi. Yani sio Tanzania tu. Mwabukusi anasema kwamba hizi ni sheria ambazo zitakwenda kufanyiwa kazi ndani na nje ya nchi kuweza kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Sasa hapa ameamua kuvaa IGP na amesema kwamba ni time yeye kwenda kupambana na serikali mahakamani. Sasa muda wa show ndio huu hapa. Sasa inabidi tukae pembeni tuone anachokifanya Mwabukusi na pia mawakili ambao watakuwa na wakilisho upande wa serikali, mambo yatakuwaje. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.